juzi tuligundua ya kwamba wakati umeisha sana, na mjumbe wa Mungu katika kitabu cha maandiko ya awali ukurasa wa 62 sura ya 15 yenye kichwa kinachosema alama ya mnyama, anaandika maneno yafuatayo: malaika akasema, jiweke tayari, jiweke tayari, jiweke tayari, mnapaswa kuufia ulimwengu kifo kikuu kuliko vyote mlivyowahi kuvifia. Niliona ya kwamba walikuwa na kazi kubwa ya kufanya na muda nini. Mjumbe wa Mungu anaonyesha kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya, na kazi hiyo ni ipi? Ni ujenzi wa tabia, wapendwa, ujenzi wa tabia ya kufanana na Kristo. Yaani kazi kubwa nilionayo, kazi kubwa ulionayo wewe ni kuhakikisha kwa neema ya Yesu unatumia manufaa ya kafara yake, kwa neema yake akuwezeshe ujenge tabia ya kufanana na nani? Na Kristo. Na wasisitiza rafiki zangu, andikeni nukuu hizi. Andika hapo maandiko ya awali ukurasa wa 62. Baadaye utaenda katika kitabu hicho, utafunua, utasoma mwenyewe. Kila nukuu unayoiandika na we andika, ili baadaye ukafanya cross reference, uthibitishe kwa macho yako mwenyewe. Maana ndivyo wabeloya na watu wa Mungu wote wanapaswa kufanya. Na hivyo Biblia inatueleza katika Ufunuo 12:17 ya kwamba joka amemkasirikia mwanamke na ameenda kufanya vita juu ya wazao wake waliosalia, yaani sisi watakatifu wa siku za mwisho wanaozishika amri 10 za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Shetani anajua siku inakuja mbeleni ambapo dhambi zote tulizozitubu, alizotusababisha kuzitenda, zitawekwa juu yake na zitamwangamiza. Na hivyo anajitahidi kwa namna yoyote ili kutuzuia katika jitihada zetu za kufanana na Kristo. Anatuingizia kila aina ya vipingamizi ili kutuzuia tusifanye yale yanayopasa kufanya, tufanane na Kristo. Sikiliza Ufunuo 12:12. Biblia inasema, ole wa nchi na bahari, maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ana wakati mchache tu. Shetani anajua ana wakati mchache tu, na hivyo anataka kupotea na wengi kadiri iwezekanavyo. Lakini kwa neema ya Yesu, watakatifu wa Bwana watamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Haleluya. Sikiliza, mjumbe wa Mungu anaandika katika maandiko ya awali ukurasa wa 69. Andika, niliona kwamba wengi walikuwa wakipuuzia maandalizi muhimu yaliyohitajika, na huku wakitazamia wakati wa kuburudisha na mvua ya masika ili kuwafanya wafae kusimama katika siku ya Bwana na kuishi mbele zake. Namna gani nilivyoona wengi wakiwa wanakimbilia wakati wa taabu. Walikuwa wamepuuzia mbali maandalizi muhimu, kwa hiyo wasingepokea burudisho, yaani mvua ya nini? Mjumbe wa Mungu anaona wengi watapuuzia maandalio ya moyo. Unajua, tunaokolewa kwa neema, lakini nasi tuna sehemu ya kufanya. Na unajua sehemu hiyo ni nini? Ni kutii. Tunaokolewa kwa neema, na neema hiyo inatuwezesha kuwa watii, na huo utii ndio unatusaidia kufanya maandalizi ya kujiandaa na kujitahidi kufanana na tabia ya Kristo. Sasa tutasimamaje hukumuni? Ili tujue tunapaswa kuishije katika wakati huu, ni lazima tuangalie wana wa Israeli waliishije katika siku ya upatanisho ile iliyokuwa inafanyika mara moja tu kwa mwaka. Katika Biblia, kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 fungu la 27 mpaka 30, Biblia inatuambia mambo ambayo Waisraeli walipaswa kuyafanya wakati wa hukumu ulivyokuwa ukiendelea katika siku ile ya upatanisho. Biblia inasema, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho, itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto, nanyi msifanye kazi yote siku hiyo, kwa kuwa ni siku ya upatanisho, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu mbele za Bwana Mungu wenu. Kwa kuwa mtu awaye yoyote asiyejitesa mwenyewe siku hiyo atakatiliwa mbali na watu.
na mtu yoyote afanye kazi ya namna yoyote siku hiyo, mtu huyo nitamwangamiza atoke katika watu wake. Pointi hii ya msingi nataka nisisitize kabla sijaenda mbele. Biblia inaitaja hii siku kuwa ni siku ya mtu binafsi na sio siku ya kusanyiko. Nataka unielewe vizuri hapa. Sio kwamba hakuruhusiwa kusanyika. Siku hiyo mtu binafsi alipaswa kusechi moyo wake, alipaswa kufanya aliyomtakiwa kufanya ili aokolewe, na sio kutegemea wokovu wa kundi. Siku hiyo kila mtu alipaswa kutegemea neema ya Bwana peke yake ili imuokoe, na sio kutegemea wokovu kwa njia ya kundi. Kwa ilikuwa ni siku personal. Wapendwa, kama leo ambapo tunaishi katika siku utimilizwaji wa siku ya upatanisho ambayo imeanza mwaka 1844, kila mmoja anapaswa kwenda kwa Yesu peke yake kutafuta kufanana na tabia ya Yesu. Haleluya. Nataka niwaambie wapendwa, huu ni wakati wa kutafuta uzoefu wa kutembea na Kristo kuliko wakati mwingine wowote uliowahi kuishi. Nataka nikwambie, huu ni wakati wa kuifia dunia kwa namna ambayo haujawahi kuifia kamwe. Na sasa tuangalie mambo hayo ambayo wana wa Israeli waliyafanya siku hiyo. Jambo la kwanza lilikuwa kusanyiko takatifu. Jambo la pili, walipaswa kuzitesa nafsi zao. Jambo la tatu, walipaswa kupeleka sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Na jambo la nne, walipaswa siku hiyo kumtanguliza Mungu na kufanya ya Mungu kwanza, na hawakutakiwa kufanya mambo ya kwao. Sasa hayo ndiyo mambo manne ambayo waliyafanya siku hiyo, na kupitia mambo haya manne nasi tutapata masomo ya kujifunza kupitia mambo hayo manne yatakao tusaidia na sisi kuishi kama wao walivyoishi katika siku hiyo, kwa kutegemea neema ya Bwana, maana hivyo ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Haleluya. Kusanyiko takatifu. Katika Agano Jipya wapendwa, Mtume Paulo akizungumzia ukuhani wa Kristo, akizungumzia Kristo akiwa katika patakatifu pake, amesisitiza sana umuhimu wa watu wa Mungu kuhudhuria katika makusanyiko. Katika Waebrania 10:21-25, na kwa kuwa kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyizwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi, tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kwa kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile inafanya nini? Mjumbe wa Mungu Paulo anasema ya kwamba sisi tunaoishi katika siku ya upatanisho, wakati kuhani yuko katika hekalu, tunapaswa kutokupuuzia mikusanyiko ya neno la Mungu. Anasema popote watu wa Mungu wanapokusanyika, ndipo na wewe unapaswa kuwepo, maana unapokusanyika katika mikusanyiko ya Mungu inatusaidia nini? Anaandika hapa, anasema bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo na kuzidi kuangaliana sisi kwa sisi. Unapohudhuria mikusanyiko ya Bwana, unapohudhuria kanisani sabato na kusabato, unapohudhuria makambi, unapohudhuria makusanyiko yaliyokuwa na dhumuni ya kuongoa roho, Mungu anatumia watumishi wake, anatumia washiriki wenzako kukusaidia kutiana moyo katika safari hii ya mbinguni. Katika wakati ambapo watu wa Mungu wanapaswa kuhudhuria mikusanyiko inapotajwa, ni wakati huu wapendwa. Na shetani hataki, maana anajua ukihudhuria mikusanyiko ya ibada itaamsha kiu ya uamsho ndani yako na utataka ufanane na Kristo, jambo ambalo halitaki. Mjumbe wa Mungu anaeleza katika Testimony to the Minister ukurasa wa 508, anasema makusanyiko ya kanisa kama yale ya makambi, makusanyiko ya kanisa la nyumbani na matukio yote ambayo juhudi ya kuongoa roho inafanyika, hizo ndizo nafasi alizoziteua Mungu kwa ajili ya kutoa mvua ya kwanza ya nini? Ya vuli, na mvua ya kitu gani? Ya Masihi.